Ndugu mpendwa, mfuatiliaji na msikizaji wa redio Habari Njema Media, karibu tusikize Injili pamoja na tafakari yake. Somo katika Injili ilivyoandikwa na mwinjili Yohane sura 16 aya 5 hadi 11. Siku ile Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Sasa mimi naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu aniulizaye unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yawafaa nini mimi niondoke? Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu. Bali mimi nikienda zangu, nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi; kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena; kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa." Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Ndugu mpendwa, siku ya leo Injili inatafakarisha juu ya Yesu kuondoka kurudi kwa Baba, na anapoondoka anasema atamtuma msaidizi, na msaidizi huyo ni Roho Mtakatifu. Na Yesu anasema ni lazima yeye aondoke ili msaidizi aje. Asipoondoka huyo msaidizi hawezi kuja. Na Yesu anapoeleza wanafunzi wake wanaonesha kama hali ya kuhuzunika, lakini anawaambia wasihuzunike kwa sababu Roho Mtakatifu atakuja kwa kazi kuu tatu. Na kazi hizo atakuja kueleza jinsi dhambi ilivyo, hukumu pamoja na haki. Kwa nini kueleza habari ya dhambi? Yesu katika mafundisho yake hapa duniani aliwafundisha sana watu juu ya ubaya wa dhambi. Dhambi ni uasi dhidi ya Mwenyezi Mungu, au dhambi ni kumuudhi Mwenyezi Mungu. Au kanisa pia linafundisha kwamba dhambi ni kuvunja kwa makusudi amri ya Mungu au ya kanisa. Maana yake ili dhambi iwe dhambi, mtu anafanya kosa hilo kwa kudhamiria moyoni mwake au kwa kuwa na makusudi kamili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja haji tena kuelezea jinsi dhambi ilivyo, bali anakuja kushuhudia jinsi ubaya wa dhambi ulivyo. Na Roho Mtakatifu anachokuja kukifanya kwamba anakuja kuamsha tena mioyo ya watu ambao pengine kwa makusudi imekataa kusikiliza amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Roho anakuja kuwaonyesha au kudhihirisha jinsi gani dhambi ilivyo mbaya dhidi ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia huyo Roho Mtakatifu anakuja kuelezea habari ya haki. Tunatambua kwamba katika ulimwengu huu haki inachukuliwa ni kama kitu ambacho si cha lazima katika utu wa mwanadamu, na haki inayotolewa mwanadamu mara nyingi ina mapungufu. Inawezekana ikawa ni haki ambayo imegemea upande mmoja, ina upendeleo na sio haki kamili. Tunatambua Mwenyezi Mungu peke yake ndiyo mwenye haki kamili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokuja katika ulimwengu huu anakuja kufundisha namna gani haki inavyopaswa kuwa. Haki haipaswi kuegemea upande wote, bali inapaswa kusimama katika ukweli wote. Lakini pia Roho Mtakatifu anakuja kueleza juu ya hukumu. Mungu atamhukumu mtu kadiri ya makosa yake, kadiri ya mapungufu yake, au kadiri ya namna alivyokataa kumsikiza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu ni hukumu iliyobeba haki ndani yake. Mungu hatamhukumu mtu kwa upendeleo au kwa kumuonea, bali atamhukumu kwa kile ambacho ameshindwa kukiishi. Hasa mfano, tumeshafundishwa juu ya habari ya dhambi, tumefundishwa juu ya habari ya haki. Kama tutamkosea Mwenyezi Mungu au tutakataa kumtii Mungu, tutatenda dhambi, na hukumu ya hapo baadaye maana itakuwa ni hukumu ya haki, kwa sababu Mwenyezi Mungu tayari ameshakutufundisha kwa njia ya mwanae. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakuja tu kushuhudia ni namna gani tunavyopaswa kuepuka dhambi. Lakini tukikaidi, baadaye sasa maisha yetu ya mwisho Mwenyezi Mungu atatuhukumu katika haki na sio katika upendeleo wa namna yote. Kumbe Roho Mtakatifu anapokuja katika ulimwengu huu anakuja kutufundisha mambo hayo matatu juu ya dhambi, hukumu pamoja na haki. Cha kufanya sasa ni kuendelea kumsikiza Roho Mtakatifu, ili hapo baadaye tunapokutana na Mwenyezi Mungu basi tuweze kupokelewa katika hali ya usafi na sio katika hali ya kiburi ambayo tumekataa kumsikiliza Roho Mtakatifu ambaye ametumwa kwetu kama msaidizi. Basi tuendelee kumpa Roho Mtakatifu nafasi katika maisha yetu, ili yale anayotufundisha tuweze kuyaishi, na mwisho wa siku tuweze urithi ufalme wa Mungu kadiri Kristo alivyopaa kwa Baba kwenda kutuandalia makao. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.
Basi aliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Revocatus Bernard wa shirika la misionari wa damu takatifu ya Yesu hapa Tanzania.